Ninashukuru kujiunga tena na ndugu zangu wa Tauhid. Nimewapeza kidogo, lakini wallahi ni neema nyingine kuungana nao pamoja tena katika maeneo haya ya Githurai ili tuweze kueneza da'wa kama kawaida na kama Allah alivyotuamrisha katika Qur'an. Kidogo tusikie alipata wapi unabii na huu unabii ulikuja vipi. Usisahau hapa ni Githurai 45, tuko na nabii kutoka Kitui. Minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kwanza tunaanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pili kumwombea rehema na amani zimuendee kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wapenzi wa Islam na wale ambao sio Islam, kwanza naanza kuamkua kwa maamkizi mema nikiwaambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tukiwakaribisha katika program zetu, ikiwa hii ni program ya da'wa mitaani. Nadhani ukiangalia kushotoni kwangu tumetembea leo na ustadhi wetu, mwalimu wetu ambaye tunamjua, wengi wanamjua, anaitwa Waziri. Kwanza kabla sijazungumza sana, ningependa asalimie watu inshallah. Naam, ndugu zangu Waislamu na hata wale wasiokuwa Waislamu, naomba amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Kwa sasa wallahi nashukuru kujiunga tena na ndugu zangu wa Tauhid. Nimewapeza kidogo, lakini wallahi ni neema nyingine kuungana nao pamoja tena katika maeneo haya ya Githurai ili tuweze kueneza da'wa kama kawaida na kama Allah alivyotuamrisha katika Qur'an. Ama katika siku ya leo wallahi tunafuraha sana kutembea katika maeneo haya. Ndio tunaanza hivi, angalau tuweze kuwalingania watu waweze kuslimu, waje kwa wingi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nafurahi sana kuwa na ndugu zangu kina Yusuf wa Mbugu, kina Sheikh Murigi, kina Hussein na kina Hamisi katika maeneo haya. Naam, nafikiri Sheikh Murigi, siku ya leo tumejiandaa vilivyo angalau tuweze kuwalingania ndugu zetu katika upande wa Kikristo ambao hawajamjua Allah, ili waweze kumjua Allah na waweze pia kuijua dini ya haki na dini ambayo manabii wote waliweza kuipitia na kuishika. Inshallah tunaomba dua zenu tunapokuwa tunasambaza dini ya Allah, tunaomba support yenu kila namna. Dua zenu inshallah ziweze kuwa nasi. Sheikh Murigi, kwako. Naam, huyo ndio Sheikh Waziri, wengi tunamjua na amejiunga nasi ili tuweze kupeleka bendera ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kwa pamoja. Na nyuma ya kamera tuko na Sheikh wetu na ustadhi wetu ambaye wengi wanamfahamu kwa kumsikia tu, anaitwa Hussein Mwenja na mwenzake anaitwa Hamisi Abdalla. Hii ni kundi ambayo imewajibika ama imejiunga pamoja ili kueneza kalima ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kiongozi wetu kidogo ametoka, wengi wanamfahamu, tunamuita Yusuf wa Mbogo, huyo ndio kiongozi wetu. Kwa hivyo leo tuko katika maeneo ya Githurai 45. Ni vile tu mwenyewe utataka. Kama utaki kuonekana tunafuta tu sura. Sauti inasikika, si sawa? Ati wewe ni mwanaume bwana. Weka vitu. Ndugu yangu mimi naitwa Saidi, wewe unaitwa nani? Machungwa wewe kwa raha zako. Mimi naitwa Saidi, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Boniface. Unaitwa Boniface. Boniface nani? Wambua. Wambua, Wasiata. Kabisa. Nesa. Kabisa. Kafio? Hiyo. Mimi ni Muislamu, sijui dini yako ni dini gani? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo na unajivunia kuwa Mkristo? Ndio. Karibu sana. Wewe ndugu yangu unaitwa nani? Mimi naitwa Anton Njoroge. Anton Njoroge, kwa hana hatia? Utie nao. Ohoro waku? Timoru. Asa habari ya kazi? Kazi sio nzuri sana lakini tunang'ang'ana. Usijali, Mwenyezi Mungu yuko. Vile tu umetoka lazima Mungu amekuandikia riziki yako. Sijui kama hiyo kitu unaamini. Yenyewe naamini. Yesu anasema ukiwa kama wale ndege, ukiwa na imani kama yule ndege yule, anatoka asubuhi, hajapanda wala hana kazi, anaenda lakini jioni anarudi na nini? Na chakula. Na chakula yake. Sasa umeniambia unaitwa Mimi naitwa Anton Njoroge. Anton Njoroge, acha nitumie. Ama governor. Acha nitumie governor. Governor, leo tumekuletea neno la Mungu. Na sisi ni Waislamu. Sijui kama unajua watu wanaitwa Waislamu. Namuona. Waislamu unawachukuliaje? Ni watu wazuri, ni watu wabaya au vipi katika nafsi yako wewe? Usiogope. Mimi Waislamu na wabeba kama watu wa kawaida. Kama watu wa kawaida. Ni watu ambao mnafanya biashara nao, ni watu ambao mmesoma nao, mmekulia pamoja. Kwa hivyo Waislamu na Wakristo hawana difference. Hawana difference. Wote ni watu.
Na katika kukaa kwako katika mji wa Githurai, pengine kuna mtu amekuja akakufundisha Uislamu ama akakuuliza kuhusu Kristo. Kunaye mtu amewahi kukuletea jambo kama hili? Ya Waislamu? Ya Waislamu akakwambia Waislamu wako hivi, Waislamu wanaamini mtume huyu, Waislamu wanaamini kitabu hichi? Hakuna hata mmoja. Hakuna. Na Waislamu unawaona? Nawaona na nawasikia kwa kanisa yao. Na unawasikia katika kanisa yao wakiomba, lakini hujui wanaombaga nani, hujui wanaamini nani, si ndio? Na kitabu cha Qur'ani umewahi kukiona? Pengine nikuoneshe leo. Nataka kuona kitabu cha Qur'ani. Ungependa kukiona? Naam, kitabu cha Qur'ani ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa lugha ya Kiarabu, alafu imetafsiriwa kwa lugha tofauti tofauti. Mfano kama nchi yetu ya Kenya, lugha ambayo inatumika sana ni lugha ya Kiswahili. So inatolewa kwa lugha ya Kiarabu, inaletwa kwa lugha ya Kiswahili. Sawa sawa? Ningependa kwanza nikuoneshe. Ndio hii Qur'ani. Hamisi yuko wapi? Ndio hii lugha ya Qur'ani imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Ndio upande ni Kiarabu, pande ni Kiswahili. Hata kuna Kikuyu. Sijui kama tunabeba Qur'ani ya Kikuyu hapa ndani. Iko Qur'ani ya nitolee ustadi. Imetafsiriwa kwa lugha ya Kiarabu, yani imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu na imetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza kuna kitu cha kwanza nimekuuliza, je, hao Waislamu na wajua kama kina nani? Qur'ani, sisi sasa nyinyi wa Kristo, pengine ungeniuliza swali kama hilo, sisi wa Kristo tunawajua nyinyi kama kina nani? Sawa? Qur'ani inatuelezea. Qur'ani iko na chapter zake, inaitwa Suratul Maida, ni sura ya 5 ama chapter ya 5 verse ya 82. Inasema hivi, kidogo tu ndio ili tuelewane, ujue nazungumza na nani. 82 inasema hakika utaona walio, ama tusome hapa. Inasema hakika utaona walio maadui zaidi katika kuliko watu wengine kwa Uislamu ni Mayahudi na wale mushrikina wasiokuwa na kitabu. Sawa? Yani maadui zetu ni Mayahudi, wale Jews, na wale ambao watu ambao hawana kitabu. Mfano watu ambao hawaamini Biblia, hawaamini Qur'ani, hawaamini Taurati, hawaamini Injili, hawaamini Zaburi, hao wanakuwa ni maadui yetu. Sisi na Wakristo wale ni maadui zetu. Kwa sababu hawaamini vitabu zetu. Sio unaamini Taurati? Mimi Muislamu naamini Taurati pia. Tunaamini Zaburi. Muislamu naye pia naamini Zaburi. Unaamini Injili? Muislamu pia naamini nini? Injili. So yule yuko na kinyume na sisi. Yaani yuko kinyume na Muislamu na kinyume na Mkristo, huyo tayari anakuwa ni adui yetu. Alafu Qur'ani inazidi kusema, na utaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Sawa? Mimi ukiniuliza dini yangu, mimi nitakwambia mimi ni Muislamu. Na wewe dini yako ni Mkristo. Kwa hivyo Qur'ani inasema wale wanaosema sisi ni Wakristo, hao ndio vipenzi na marafiki wa kina nani? Waislamu. Kwa hivyo ukimwona Muislamu, unajua huyu ni nani wangu? Mkristo. Ani rafiki yangu. Sawa, ni rafiki yangu. Qur'ani imeweka wazi. Ni Mkristo. Kwa hivyo Mkristo akimwona Muislamu, hatufai kama wewe Mkristo na mimi ni Muislamu tuweze kuleta tofauti, tuweze kuteta, tuweze kuwa na uhasama, uadui, kwa maana Qur'ani imeweka wazi, wewe na mimi sisi ni marafiki. Maadui zetu sisi Waislamu ni wale Wayahudi na wale wasiokuwa na kitabu. Lakini wewe kama Mkristo na mimi kama Muislamu, Qur'ani imeweka wazi, sisi ni marafiki. Kwa hiyo ukiona Muislamu na Mkristo wanateta ama wanapigana, au ni ukosefu wa elimu hawana, kwa maana kitabu kimeweka wazi ya kwamba hao wawili, Muislamu na Mkristo, hao ni marafiki, kama vile Qur'ani imezungumza. Naam. So hiyo ni kitabu cha Qur'ani imenionyesha mimi na wewe, yani Mkristo na Muislamu ni marafiki. Ni marafiki. Sasa ndugu yangu, sijui kama kuna swali pengine ungependa kuuliza Waislamu, pengine ungependa kujua kuhusu Uislamu, ama vipi Waislamu wanaabudu, ama yani swali lolote ambao huwa linakusumbua, kuwa free, usiogope, wewe tuulize, ndio maana tuko hapa. Naam? Mkikuyu anaweza oa Muislamu. Mkikuyu anaweza oa Muislamu? Sawa, samahani, tuko kazini hapa, so lazima sheria na masharti kufuata. Asante sana. So ndugu yangu, kwanza unaitwa nani? Kelvin. Unaitwa? Kelvin Mwara. Kevin nani? Mwara. Kevin Mwara. Umeuliza kama Muislamu anaweza kuoa Mkikuyu. Ndio. Muislamu anaweza kuoa Mkikuyu kama Mkikuyu mwenyewe dini yake ni Muislamu.
Sijui kama umenielewa. Ndio. Maana kuna tofauti ukisema Mkikuyu, Mkikuyu ni kabila. Unaona yule yuko pale nyuma ya kamera anaitwa Hussein Mwenja. Anaitwa nani? Hussein Mwenja. Hussein Mwenja. Yeye Mwenja ni jina la Kikikuyu. Sawa? Yeye dini yake ni Muislamu, lakini kabila yake ni nini? Kikuyu. Ni Mkikuyu. Sawa? So pengine ungeuliza swali kama Muislamu anaweza oa Mkristo, kitu kama hiyo, ndio ulikuwa pengine unataka kujua. Na Mustafa Waziri, hebu mjibu hilo swali. Naam, ameuliza swali tu zuri, lakini wallahi Muislamu katika masuala ya ndoa na Mkristo, ndio mimi naweza kama Muislamu naweza nikamoa Mkristo, lakini kwa sharti moja, yule mwanamke wa Kikristo iwapo atafanya nini, ataslimu naye pia kuwe na imani moja na mimi. Nafikiri tumeelewana. Kama vile ukisoma Biblia, nafikiri wa Korintho wa kwanza 6 inasema kwamba msifungwe nira na wale wasio amini. Hata nyinyi wa Kristo pia vile vile mmeambiwa ya kwamba hamwezi mkawana na mtu ambaye hawezi kuwa wa imani yako mpaka akuwe sharti wa imani yako. Kwa hiyo mimi pia kama Muislamu hivi nilivyo sasa hivi, nikitaka kumuoa mwanamke wa Kikristo naweza kumuoa, lakini kwa sharti moja, na yeye pia aweze kuwa wa imani yangu, aweze kuslimu. Kuslimu maana yake ni nini? Aweze kukubali ya kwamba hakuna Allah, hakuna Mungu mwingine ambaye anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na Muhammadi ndio mtume wake wa kweli, ndio kipenzi chake. Kwa hiyo hakuna masharti mengi. Lakini kando na hilo, tukiwa kama tumechukuana, mimi ni Muislamu nimemchukua Mkristo katika nyumba moja na mimi ni Muislamu, itakuwa tuko na imani ngapi? Tutakuwa tuko na imani mbili, na Allah anatuambia lazima yule pia aweze kuwa wa imani moja, tuweze kuwa sote Waislamu ili tuweze kutangaza Uislamu. Watoto nao watakaozaliwa waweze kufahamu ya kwamba je, sisi ili wale watoto nao pia waweze kufahamu ya kwamba je, wazazi wetu wako katika dini gani? Watoto wanafuata wazazi. Sasa leo angalia tu mfano mzuri, watoto umewazaa, lakini katika nyumba hiyo moja baba ni Mkristo, mama ni Muislamu. Wewe unafikiri watoto watafuata wapi? Watakuwa wametatizika. Lakini sasa ndio maana Allah anatuambia ya kwamba yule kama atakuwa ameslimu na mimi nimeslimu, sote tuko katika imani moja, moja kwa moja pia watoto watakaozaliwa wanajua wazazi wetu Waislamu. Kwa hiyo inakuwa ni wepesi pia kwa watoto kufata ile dini. Lakini dini zikiwa mbili katika nyumba moja, hata pia watoto mnawatatiza pia. Nafikiri ndugu yangu uko sawa. Je, una swali lingine pengine ambalo unaweza ukatuuliza? Safi. Ndugu yangu, nafikiri kuna mambo mengi ambayo umesikia kuhusu Uislamu. Nataka tu kuwe huru. Watu katika ulimwengu wa kisasa wamekuwa na mtazamo tofauti kuhusu Uislamu. Wamekuwa na kasumba mbalimbali, lakini tumekutolea andiko, mwalimu amekutolea andiko ya kwamba utawaona walio karibu na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Ina maana ya kwamba Muislamu na Mkristo hao ni marafiki. Sasa sijui kama una swali lingine lolote lile ambalo kwa free, wala usione pengine utatuumiza, tutakasirika. Kwa free ndugu yangu, kwa free. Kama una swali lolote lile utuulize na tutakujibu. Naam. Niangalia sasa kwa kanisa yenu ya msikiti, nione msichana ananifurahisha, kumuoa lazima nisome hiyo kanisa ama ni lazima niwe mfuasi wa hiyo msikiti? Na ndio mwalimu amekuelezea. Wewe mwenyewe tu, hata Biblia inatuambia tumia akili kama ipasavyo. Wewe mwenyewe tu, hizi ni imani mbili tofauti. Sawa? Wewe unaenda Jumamosi, Jumapili pengine kanisani, ama Jumamosi. Naye mke wake anaenda Ijumaa msikitini. Wewe unaona watoto wakizaliwa itakuwaje? Atakuwa nitawachanganya. Lazima tuwe pamoja. So lazima kama dini wewe ni Mkristo, ule mke wako naye nani? Mkristo. Kama ni Muislamu, ule mke wako naye nani? Muislamu. Sababu ya ile imani, ili watoto wenu wakizaliwa kusiwe na itilafu. Umenielewa? Sasa sijui kama pengine kuna jambo pia Bwana Yesu anasema katika Biblia. Ukisoma Yohana 14:6. Hebu mwalimu nisomee. Yohana 14:6. Kitabu ni cha Yohana 14:6. Hapa ninayo, hii hapa inasema hivi. 14:6 nimeikamata. Inasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Unaona mafundisho ya Bwana Yesu.
Yesu anasema ya kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba. Baba pale katika Biblia inamaanisha Mungu. Hawezi kwenda kwa Mungu ama njia fupi, hawezi pata uzima wa milele mpaka umfuate Bwana nani? Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ina maana mafundisho yote ya Bwana Yesu ili upate uzima wa milele mpaka uende mwenendo aliokwenda nao nani? Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ndio katika kitabu cha Mathayo mwalimu 11:29 anasemaje? Inasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Umesikia mafundisho ya Bwana Yesu? Aya ngapi nimekutolea? 2. Anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Kwa kuwa mimi Bwana Yesu ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Wa moyo. Sawa? Hili jina unyenyekevu nataka ulishike. Ukae nalo kwanza. Kwanza turudi katika ile aya ya kwanza. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hezi kwenda kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sawa? Kwa hivyo mimi na wewe ili tujifundishe maneno ya Bwana Yesu, lazima tujitie nira yake, tuwe kina nani? Wanyenyekevu. Wanyenyekevu ni lugha la Kiswahili. Ni lugha ya nini? Ya Kiswahili. Ukienda kwa lugha ya Kiarabu, ukisoma katika Qur'ani 2 ngapi? 2:132 kama sijakosea. 2:132. Inasema, Bismillahirrahmanirrahim. Na Ibrahimu akawahusia haya wanawe, na Yakubu pia akawahusia wanawe. 31. Naam, tumuonyeshe maandiko kabisa. Nasema, kumbukeni habari hii, Mola wake alipomwambia, nyenyekea, akanena, nimenyenyekea kwa Mola wa walimwengu wote. Huyo ni Nabii Ibrahimu katika Qur'an. Mwenyezi Mungu anatuambia habari za Ibrahimu. Mwenyezi Mungu alipomwambia alipomwambia Ibrahimu nyenyekea. Lile jina nimekwambia ukumbuke. Nyenyekea. Ibrahimu akasema nimenyenyekea kwa Mola wa ulimwengu wote. Sawa? Aendelea na aya. Inashuka na kusema, na Ibrahimu akawahusia haya wanawe, na Yakubu pia akawahusia wanawe. Enyi wanangu, hakika Mwenyezi Mungu amekuchagulieni dini hii. Basi msife ila nanyi mmekuwa wanyenyekevu. Neno la Bwana Yesu. Yesu anasema mimi jitieni nira yangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Wa moyo. Hapa Mungu anatuelezea mambo ya Ibrahimu. Ibrahimu alipofikiwa na uzee wake, anawaambia watoto wake, enyi watoto wangu, hakika Mwenyezi Mungu amekuchagulieni dini hii, basi msife ila nanyi mmekuwa kina nani? Wanyenyekevu. Vile vile kama Bwana Yesu. Yesu mwenyewe amesema mimi nani? Ni mnyenyekevu. Kwa lugha ya Kiswahili unyenyekevu, sawa? Kwa Kiarabu ukisoma Qur'ani inasema fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kwa hivyo muslimun ni Kiarabu, kwa lugha ya Kiswahili ni unyenyekevu. Tumeelewana? Kwa hivyo ina maana Yesu anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu. Yaani kwa Kiarabu yeye ni nani? Ni Muislamu. Kwa Biblia hiyo ni maandiko tunasoma kwa Biblia. Nani Muislamu? Yesu. Kwa mujibu wa Biblia ni nani? Ni Muislamu. Ndio anashtuka. Anthony, umeniambia Anthony. Anthony ameshtuka. Lakini pengine nizidi kukuelezea ili usishtuke zaidi. Tumekuta hapo Bwana Yesu ni nani? Yesu. Ni Muislamu. Muislamu. Mfano leo ukiona mtu amevaa kanzu kama ndugu yangu hapa, huyo tayari automatic utajua ni nani? Muislamu. Hiyo ni mfano wa kwanza, sawa? Na huyu rafiki yangu pia, rafiki yangu ndio tutasaidiana tu. Mfano amevaa suti hivi, sawa? Automatic utajua huyu ni wa dini gani? Huyu ni Mkristo. Mkristo kabisa, sawa? Kwa hivyo huyu akivaa kanzu katika hali ya kibinadamu, huyu akivaa kanzu anakuwa ni Muislamu. Huyu akivaa suti na tai anakuwa ni Mkristo. Maana ndio mavazi ambayo Wakristo wanatumia wapi? Kanisani. Wakijui Jumapili na Jumamosi wanatumia mavazi kama haya. Lakini Muislamu akienda msikitini Ijumaa anatumia mavazi gani? Ile. Hebu tumuone Bwana Yesu, mwalimu wangu Luka 3:11. Acha nije pande hii. Kuja pande hiyo. Muonyeshe vizuri, kitabu ni cha Luka hapa 3:11. Haya, hii hapa inasema hivi. 11 inasema, akawajibu akiwaambia, mwenye kanzu mbili ampe asiye na kanzu. Haya mafundisho ni ya nani mwalimu wangu? Hayo ni mafundisho ya Bwana Yesu. Anthony, unaona? Mafundisho ya Bwana Yesu. Hiyo ni jambo la ngapi tumepata? La pili. La pili. Anasema mwenye kanzu mbili ampe asiye na kanzu. Uko na kanzu? Usisahau jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Mtu hawezi pata uzima wa milele mpaka afuate njia ya nani? Ya Yesu. Na Yesu anasema ukiwa na kanzu mbili umpe asiye na kanzu. Uko na kanzu? Sida, unajua mimi
Wewe sio Muislamu. Lakini Yesu anasema ukiwa na kanzu mbili, mtu asiye nayo. Wewe uko na kanzu. Bwana acheka. Upande wa Ukristo niko nayo. Upande wa Ukristo uko na kanzu. Kanzu kama hii. Ya kiroho yani. Wewe una kanzu ya kiroho. Lakini Yesu anasema ukiwa na ngapi? Ukiwa na mbili. Ukiwa na mbili. Kwa hivyo hii sio kitu ya kiroho. Ni kitu hawezi kuwa na roho mbili. So ni kitu ambacho kinaonekana. Roho inaonekana ndugu yangu. Haionekani. So lakini kwa matendo. Kwa matendo. Hiki ni kitu ambacho kinaonekana. Sawa? Na tumekubaliana ukiona mtu amevaa kanzu, huyo ni Muislamu. Ni kweli? Ukiona mtu amevaa suti, huyo tayari ni Mkristo. Sawa? Hii kanzu ina maana ni mafunzo ya dini gani? Muislamu. Ya Muislamu. Na Yesu anafundisha mafundisho gani? Kutokia hapo kufikia hapo kwa hiyo Biblia. Ikiwa anafundisha mafundisho ya kanzu, vaa kanzu, enda msikitini. Unaona vitu kama hizo. Ina maana anafundisha dini gani? Ya Waislamu. Ya Waislamu. Ni kweli ama ni urongo? Ni kweli. Ni kweli kabisa. Kweli. Hilo ni jambo la pili. Ni kweli tumepata kwamba Yesu anafundisha kwamba ukiwa na kanzu mbili, mtu asiye na nini? Na kanzu. Mimi na nyingi sana, unasemaje nikuletee moja? Na kanzu mingi sana, gunia mzima. Unaonaje nikuletee moja? Sasa hii siko ready. Hauko ready. Ukifaa wewe uwe Muislamu. Wewe tayari unakuwa ni Muislamu. Unaona mimi ni Mkristo. Na wewe ni Mkristo. So jambo la pili tumeona kwamba Yesu anafundisha mafundisho ya dini gani? Ya Uislamu. Ya Uislamu. Sawa. Jambo la tatu ili nikupatie ruhusa ufanye kazi. Mwalimu nisomee katika kitabu cha Luka 4:16. Hatuwezi kuiacha juu hiyo. Luka 4:16. Sadaka inasema Yesu akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Unaona ndugu yangu Anthony, katika maandiko tunaambiwa siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Unajua nini maana ya desturi? Nini maana yake? Kama tabia yani. Na ile tabia ya Bwana Yesu. Siku ya Sabato alikuwa anaingia katika nyumba inaitwaje? Sinagogi. Kwa hivyo kama mimi na wewe tunampenda Bwana Yesu, siku ya Sabato, siku ya Ijumaa, tunafaa tuingie nyumba inaitwaje? Sinagogi. Sawa? Utapata uzima wa nani? Milele. Je, unajua nini maana ya sinagogi? Nini maana yake? Nafikiria sinagogi ni kanisa. Wewe unafikiria sinagogi ni kanisa. Mimi nilikuwa najua sinagogi ni mogithi ama train. Kunibeba kutoka hapa mpaka Mombasa. Lakini ili tusitilafiane, kuna kitabu ambacho Mungu ameleta. Na ndani yake nadhani tunaweza kukubaliana mimi na wewe ya kwamba walioandika kitabu cha Biblia wameongozwa na roho wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo hawezi kutudanganya. Wakituambia ya sinagogi ni train, mimi na wewe tunafanya tufanye nini? Tuamini. Na si kuamini tu, bali tufanye nini? Na tufuate. Wakituambia sinagogi ilikuwa ni msikiti ama kanisa, mimi na wewe hatuna budi, maana hawa watu wameongozwa na roho wa nani? Wa Mungu. Na wa Mungu, na roho wa Mungu anaweza danganya? Hawezi danganya. Hebu tuangalie katika maneno magumu ya Biblia nini maana ya sinagogi? Katika maelezo ya maneno magumu katika Biblia, tafsiri ya neno sinagogi ili hapa. Sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Hapa mwalimu leo sitakuamini. Hebu atusomee Anthony. Hata mimi Anthony hapo sijamwamini Ustadh Hussein hapo. Yeye amesema sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Ni msikiti wa Wayahudi. Asante sana ndugu yangu. Ukiona mtu leo anaingia kanisani siku ya Jumapili anakuwa dini gani? Ana tutumie imesema sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Ukiona leo Myahudi anaingia kanisani siku ya Jumapili ama Jumamosi, huyo anakuwa dini gani? Ukiona Myahudi anaingia kanisani siku ya Jumapili ama Jumamosi, anakuwa dini gani? Ya Kristo. Anakuwa ni Mkristo. Asante sana. Ukiona Myahudi siku ya Jumamosi, Jumapili, Ijumaa anaingia msikitini, anakuwa dini gani? Hiyo ni kali. Ni Myahudi lakini siku ya Jumamosi ama Ijumaa ama siku yote ile anaingia msikitini. Ni Myahudi lakini anaingia msikitini. Ni Mkristo hata yeye. Anaingia msikitini ni nani? Ni Muislamu. Ni Muislamu, sawa? Na tunakuta katika mafunzo ya Bwana Yesu alikuwa akiingia katika sinagogi kama desturi, kama tuo. Yaani tabia Bwana Yesu alikuwa anaingia katika
Sinagogi. Msikiti, sawa. Sinagogi ambayo tafsiri yake walioandika kitabu cha Biblia wanatuambia sinagogi maana yake ni msikiti, sawa. Ina maana huyu Bwana Yesu alikuwa anafundisha katika masinagogi na desturi yake ni kuingia katika sinagogi, na sinagogi maana yake ni msikiti. Je, anakuwa dini gani? Muislamu. Muislamu. Wasemaje umfuate Bwana Yesu? Labda siku nyingine, lakini saa hizi tunakukaribisha. Tukumalizie na aya moja katika Qur'ani. Aya moja tu ya Qur'ani ili tukuache, maana unatafuta riziki, tusitumie wakati mwingi. Mwalimu, nisome Qur'ani 2:138 alafu tumuache. 2:138. Nafikiri amefurahi kwa mafundisho yetu. Sijui kama unafurahi ama unaonaje ndugu yetu? Nimefurahia, sio mambaya. Kuna mambo mawili matatu umegusa, alhamdulillah. Muhimu sana. 2:138. Safi, ninayo. Inasema Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kuweni na nyinyi Waislamu. Nasikia mafundisho ya Qur'ani. Mafundisho mazuri yanakufurahisha kabisa, si ndio? Qur'ani inatuambia Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba, sawa? Hebu nataka mimi na wewe tutumie akili. Leo angalia mapambo ya Mwenyezi Mungu. Muislamu leo wa kike, Muislamu msichana. Sawa? Ushaona vile anavaa vizuri, anajifunika kutoka juu mpaka chini. Kwa sababu hayo ni mapambo ya nani? Ya Mungu. Yeye yuko katika mapambo ya nani? Tuangalia haweni. Wanavaa aje? Mtihani kweli. Wako katika mapambo ya Mungu. Bwana, huku mtu anafaa. Kristo anafaa vile anataka. Lakini ukiangalia katika Uislamu unaona kweli huyu msichana wa Kiislamu amevaa na heshima ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Ndio Qur'ani inasema Uislamu ni pambo la nani? Na Mwenyezi Mungu. Kuweni na nyinyi kina nani? Waislamu. Wewe ni Muislamu? Mimi ni Muislamu Sheikh. Mimi ni Muislamu. Hussein, wewe ni? Alhamdulillah la neematil Islam. Sisi ni bado wewe tu wasemaje wewe Muislamu? Nitamujoin kwa pole. Asante sana bwana. Kwa mikono yote miwili, kwa moyo mkunjufu. Karibu sana msikitini wakati wowote bro. Feel free kuja tuabudu kama Bwana Yesu na upate raha nafsini mwako, alafu uzima wa milele itakuwa imegarantiwa kwako inshallah. Sawa, asante sana Bwana Anthony. Tunashukuru sana kwa muda wako na kwa vile umekubali kusikiza maneno ya Mungu na umetuheshimu. Japokuwa wewe ni Mkristo na sisi ni Waislamu, lakini umefanya jambo kubwa sana. Umetuheshimu, umekubali kusikiza maneno ya Mungu. Hatuna la kukulipa, ila tunakuombea kwa Mungu leo, Mungu atie baraka katika biashara yako. Sema amina. Amina. Atie baraka katika maisha yako. Na Mungu akuongoze upate kujua haki. Amina. Si ni kweli? Asante sana Anthony. Asante sana. Ndugu yetu, acha tumusikie anaitwa nani. Habari mzee wangu?